Mwisho wa dunia unaweza usije leo au usije kesho, lakini unaweza kuja wakati wowote, kwa sababu hakuna ajuaye siku wala saa atakayokuja Mwana wa Adamu kuhukumu ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia licha ya kwamba hatujui lini ni mwisho, lakini saa yoyote na sekunde yoyote malaika mtoa roho anaweza kukuijia. Kwa hiyo usijisahau katika eneo hilo. Ndio maana ni muhimu sana umpokee Yesu na utengeneze mambo yako kabla hujaondoka, kwa sababu hujui siku wala saa utakayoondoka, na vile vile hatujui siku wala saa ambayo ni mwisho wa dunia. Na ikumbukwe kwamba hii unakuja wakati hatari sana, wakati ambapo ndugu yangu hakuna atakayeweza kusimama mbele ya hasira ya Bwana. Sio rais, sio mfalme, sio waziri, sio nani, sio jemedari, sio tajiri, sio maskini. Hakuna atakayeweza kusimama mbele ya hasira ya Bwana. Nasema hivi kwa sababu kuna watu ambao huwa wanajisahau. Biblia inasema wazi kwamba mamlaka anatoa Mungu mwenyewe. Lakini kuna watu wakishapewa mamlaka, wanatumia mamlaka ambao wamepewa na Mungu kuwaumiza watu wengine, kuwatesa watu wengine, kuwaonea watu wengine, na pengine hata kuondoa uhai wa watu wengine kwa kuwaonea kwa kuwaonea tu. Lakini niko hapa kukukumbusha mtu wa Mungu kwamba usijivunie nafasi ulionayo. Usijivunie nafasi ulionayo. Nafasi yote ambayo Mungu amekupatia ni wito wa kutubu, wa kurudi chini ya Mungu, wa kujinyenyekeza chini ya Mungu, kutubu kwa ajili ya matumizi yote mabaya ya nafasi yako ambayo umeyatenda. Kwa kila kitu kibaya ambacho umekuwa ukikitenda kupitia nafasi yako, ni wito wa kutubu na kuacha hayo maovu, kumgeukia Mungu, kutengeneza na Mungu. Ufunuo sura ya 6 kuanzia mstari wa 12. Biblia inasema, nami nikaona alipoifungua muhuri ya 6, palikuwa na tetemeko kuu la nchi. Jua likawa jeusi kama gunia la singa, mwezi wote ukawa kama damu, na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutishavyo mapooza yake utikiswapo na upepo mwingi. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake. Na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiambia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwanakondoo, kwa maana siku iliyokuu ya hasira yao imekuja. Naye ni nani awezaye kusimama? Ni nani atakayeweza kusimama mbele ya hasira ya Bwana? Sio mfalme, sio jemedari, sio wakuu wa dunia. Wote watatafuta mahali pa kujificha. Wataiambia milima, tufunikeni kwa sababu ya hasira ya Bwana. Ndugu yangu, wakati unao bado wa kutengeneza na Yesu, wa kutengeneza njia zako. Wakati bado upo wa kutubu. Wakati huu ukipita, ndugu yangu, hautakuwa na nafasi tena. Na kukumbusha, wakati ukiwa hai mtu wa Mungu, ndio wakati wa kutengeneza mambo yako na Mungu kwa ajili ya usalama wa maisha yako ya milele. Kumbuke kugeuka, kuacha dhambi zako, kuacha maovu yako. Tengeneza njia zako. Rudi kwenye njia na mapenzi ya Mungu.